بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، آية 6 يا سورة الفجر. Tunaendelea na sura al-Fajr tupoacha jana katika aya 5 viapo vote za wakati wa al-Fajr na wakati mwingine layali 10 siku 10 za Dhulhijja na kiapo wa shafi wal-witr ambazo zinagawika kwa mbili na zisogawika kwa mbili even and odd numbers wa shafi wal-witr. Na kasema makusudio hapa umuhimu wa kusali rak'a mbili la moja shafi wal-witr kabla hujalala ni muhimu sana. Kama unajua utukufu wake, hata Mwenyezi Mungu akatumia kiapo kwa ajili ya sala hizi mbili za qiyamul layl. Katika jumla ya qiyamul layl usisahau japo shafi wal-witr. Hujawahi kusali sala za usiku, basi japo shafi wal-witr rak'a mbili na moja. Wengine wanapatiza kabisa asalamu alaykum wa rahmatullah, imamu akishatoa salamu wakati isha anazipiga kabisa, sitaki kuja kudaiwa baadaye. Na wengine wanataka kuenjoy na kusali na kuona raha katika sala zao za usiku, wanaziacha kwenye utulivu wa usiku wa manane wakasali kwa raha yao idadi ya raka wanazoweza anazomjalia Mwenyezi Mungu kusali, halafu baadaye anamalizia kwa shafi wal-witr rak'a mbili sabih isma rabbikal a'la qul ya ayyuhal kafirun na rak'a moja qul huwallahu ahad. Na unaweza kuchanganya zote tatu kama unataka. Shafi wal-witr baada ya tashahud ukainuka tena ukaleta aya tatu na kwa pamoja na qul huwallahu, rak'a tatu na pamoja na qul huwallahu pia. Lakini bora sala zote za sunna masna mbili rak'a mbili. Hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ni bora kuliko mfumo wote. Bali wengine katika kusali qiyamul layl tahajjud unaweza kusali nne kila nne ukatoa salamu, kila nne ukatoa salamu. Kuna wengine wanasema hata rak'a 8 unaweza kusali kwa kila rak'a mbili, ukakaa tashahud ukainuka ukasoma mpaka 8 ukatoa salamu moja. Yani kwa sababu hii ni sala kujipendekeza, unasoma una fursa ya kubadilisha baadhi ya mambo utakavyo. Hasa moja ni fursa muhimu sana unaposoma Qur'ani, unaona dua ndani yake, unaomba, unasita Qur'an, unaomba dua, na hii nataka ufahamu haya ufahamu haya wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Alafu narejea tena wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Naendelea na aya. Kwa hivyo aya zile zinaelezea habari ya janna na starehe za peponi, unaomba ya Allah jalie na mimi miongoni mwao. Aya zinaeleza habari ya adhabu ya moto na wanaoingia motoni, ya Allahumma ajirna minan nar, niepushe nayo. Asia chochote tuelezea na wewe unaongezea dua. Hivi ndio kufanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi sala za sunna. Tayeb, tukija katika washafa wal-witr, halafu asema wal-layli idha yasr, na anaapa kwa usiku unapofanyeni unapopita, ukapita ukakaa ukazagaa ukapiga usi katika ardhi, au usiku unapita ukaenda zake ukaachia mchana uingie. Wameeleza hivi na wameeleza hivi, lakini haya yote hii ni viapo. Hal fi dhalika, je, katika haya aliyoapiwa fajr na al-ashr shafa wal-witr na layli yasir, hal fi dhalika qasamun, iliyokupa maana? Je, katika haya mambo mane kiapo chake umekifikiria? Lakini kwa nani? lidhi hijri kwa ashabu al-uqul, kwenye akili. lidhi hijri ali ulil albab pia maana moja, ashabu al-albab, ashabu al-uqul, lidhi hijri watu wenye kutumia akili zao na kutafakari katika viumbe alivyoviumba Mwenyezi Mungu na kuona utukufu wake. Akasema subhanaka ma khalaqta hadha batilan, hujaumba vitu hivi ovyo kabisa. Baada ya viapo hivi je, viapo hivi vinakupa maana yote baada ya kufikiria wewe mwenye akili? Alafu tena inakuja aya 6, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. halafu kazungumza habari Ad. Ad ni kaumu Yahudi walioishi katika Yemen, wakakufuru wakaabudu masanamu.
katika vizazi vya Nuh taban na Hud kajitahidi kuwalingania, lakini walikuwa wasikii kabisa. Na Mwenyezi Mungu amewapa miili mikubwa na nguvu, watu wa miraba sio 4 sasa hawa Ad, kuna Ad al-ula na Ad ya pili. Hal hawa au hawa wengine wakasema hawa ni Ad al-ula kama ilivyotajwa katika sura an-Najm imetajwa hii ni Ad al-ula na kuna Ad wengine, lakini hasa Yahud au ni Ad Iram walikuwa wakiishi katika Yemen. Na katika sura Yahud na sura Al-A'raf na sura Ash-Shu'ara na sura zote zimetaja habari za na sura nyinginezo pia imetaja habari za nani, za Ad na Iram. Halafu al-Haqqa kule imesema al-Haqqatu mal-Haqqa wa ma adraka mal-Haqqa. Halafu imetaja Ad na Samud. Nani kumbuka aya al-Haqqa? Nakumbuka mzikumbuki al-Haqqatu mal-Haqqa wa ma adraka. Halafu nini? كذبت ثمود سمعني kusikieni, msiniachie mimi, tunamtegea mimi tu. Amma Adun fauliku birih alhaqatu malhaqa, yani haqa bimaana nini? Tukio kubwa la haki hilo siku ya kiyama. Wama adraka malhaqa, kitu gani itakujulisha nini haqa? Akasema kadhabat Thamud wa Ad bilqari'ah. Thamud na Ad, Thamud watu Salih na Ad watu nani? Hud. Thamud mtume wao Salih na Ad mtume wao nani? Hud. Hawa kabila hizi mbili wamekadhibisha nini? Bilqari'ah, msiba unustusha, wamekataa yani bena nini kiyama, wamekadhibisha. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anasema katika Haqqa kwa ufupi, fa amma Thamudu fa uhliku bitaghiyah, kaum Thamud waliangamizwa kwa balaa kubwa. Wa amma Ad, sasa tunazungumza sasa, fa uhliku nini? Birihin sarsarin atia. Ada waliangamizwa kwa upepo mkali usiozuilika, tena upepo wenyewe basi sakharaha alaihim, Mwenyezi Mungu aliwapelekea juu yao hawa nini? 7 layalin, usiku ngapi? Masiku 7, masiku ya usiku, sio masiku siku ya asubuhi na jioni, masiku layal, masiku mangapi? 7 layalin wa 8 ayamin, na nini? Na siku 8 michana jana. Bila maana kwamba umeanza mchana ukaja usiku, mchana usiku, mchana usiku, mchana mwisho 8 moja zaidi mchana. Kwa hivyo usiku wa giza siku 7, mchana uangaza 8, ndio maana yake 7 layalin wa 8 ayamin husuma, mfululizo. Halafu nini? fatara alqauma fiha sarha, utaona kaumu wote, watu wote wamelala, wameshakufa kama vigogo vya mti, kaanahum a'jazu nakhlin khawiya, kama kwa migongo ya mitende khawiya, iliyotobolewa katolewa nyama yote ndani, ikawa holo inaonekana ndani, khawiya tupo. Hii kuhusu Haqqa imeeleza. Kadhalika sura za mwisho daima utaona inapokuja kisa cha mtume inakuja kwa ufupi. Wataka kujua urefu wake, zama ndani katikati, nenda katika sura Hud, nenda katika sura Shu'ara, nenda katika sura Anbiya, nenda katika sura mbalimbali, utakuta maelezo zaidi, na kila moja inakuelezea. Hata sura ndogo baadaye, baada ya kupita sura Al-Hujurat na Qaf, baadaye unakuta sura Dhariyati na sura Al-Qamar, na zote hizi zinataja kidogo nataja Tur, zote zinataja kidogo na maangamizi yao na kila kitu. Kwa hivyo tukija hapa tukizama, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Hawa Ad wanaitwa Ad Iram. Ad nani? Ad Iram.
Ad Iram hawa dhati imad, na katika kama tulivyosema katika surat Najm pia Mwenyezi Mungu ametaja nani? Ametaja Ad. Alisema nini? وأن علينا وأنه هو أثناء وأنه رب العيش وأنه أهلك عادا الأولى وأنه لكم به الله أهلك أمانغميزا ناني عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى يعني yeye aliyoangamiza Adi wa kwanza, yani kama kwamba kuna Adi wengine walikuja baadaye. Wa Thamuda, Adan al-ula, ukichanganya na aya pili utapata kwamba wote wawili kaumu zote mbili, Adan al-ula wa Thamuda. Fama abqa, hajabakisha kitu, wote wamewateketeza, ameangamiza. Unaposoma katika aya mbili hizi za surati Najm, wa annahu ahlaka Adan al-ula wa Thamuda fama abqa, hapa ndo tunaotamu unapochanganya aya mbili. Wa annahu ahlaka Adan al-ula wa Thamuda fama abqa, hajabakisha kitu, wote wameteketeza na kuangamiza. Halafu pia ukichanganya ya tatu wa qaum Nuh min qabl, na pia qaum ya Nuh kabla aliangamiza, aliwateketeza. Kwa nini? Kwa kuwazamisha, kuwagharikisha katika maji na mvua kunyesha, wakafurika, wakafa wote. Sawa, nafikiri mshafahamika hapo. Kwa hivyo utapoona siku zote kwa ufupi wa aya, alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad, hawa Ad walikuwa katika mji wa Iram wanaita, au ndo kabila lao Iram, bi'ad Iram. Wengine wakisoma wanasema nini? Alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad Iram, kwa umaarufu wa Ad dhatil imad, lakini kwa sababu zimekuja pamoja, wewe soma namna ilivyo katikati ya aya, bora endelee kusoma, bora kama Iram dhatil imad. Kwa hivyo hawa aina Ad Iram, Mwenyezi Mungu amewajalia wakuza. لم يخلق قبسما التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد عمود نيني، عمود نينجوزو، أعمدة عماد وينجو نجوزو، مجوزو منجي. إرم ذات العماد بمعنى إرم أو عاد إرم ni watu ambao waliojenga majumba makubwa, na hii dalili ya kuonesha nguvu zao zilikuwa nyingi sana, na kwa hivyo jeuri zao, batshi zao zilikuwa zimepindukia mipaka. Wakafanya jeuri, wakakataa kumwabudu Mwenyezi Mungu, wakapinga, wakamkataa mtume wao, hawa Ad Iram dhat imad. Na Mwenyezi Mungu kama alivyosema, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi yote, haikupata kujengwa mfano wake kwa umadhubuti wa ujenzi walikuwa wakifanya dhati al-imad, amida, maguzo yalikuwa makubwa. Na ungelikuwa yabakia athari mpaka sasa, ungeliona miujiza. Lakini Mwenyezi Mungu baada ya kuwateketeza, imebakia bakaya, yalibakia. Walosema katika the empty quarters, al-rubu al-khali katika Saudi Arabia, wanasema kwamba la, ilikuwa ni Yemen, lakini wameteketezwa. Na walikuwa wanapita, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anawaambia masahaba, geuzeni sura zenu na mpite haraka, unapita katika maeneo walioangamizwa nani? Kwa Muad. Na hapa ndio utaona katika surati Safat, Mwenyezi Mungu ametaja katika Safat, anasema nini? Kuna aya inasema kwamba ambao nyinyi latamuruna wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa billayl afala taqilun. Baada kusema thumma damarna al-akharin, tukateketeza wengineo,
na alipokuwa kieleza habari ya nani Lut na wengineo akasema sema innakum latamuruna alaihim musbihin wa bilayl, siku nyingine asubuhi, siku nyingine usiku, mnaona athari ya maangamizi yao, walioangamizwa, walibakia nini magofu na nini sehemu ya ujenzi wao walikuwa kijenga. Wa bilayl afala taqilun, hampimi nyinyi mkaona namna gani uwezo wa Mwenyezi Mungu kuweza kuangamiza, na sehemu nyinginezo zimetaja. Kwa hivyo hapa tunapozungumza siku yote katika masala ya aya ambazo zinataja visa vya mitume au kuangamizwa kwao au habari zao zozote, utaona hapa hupati urefu wa mazungumzo. Hapa siku zote biikhtisar, kwa ufupi tu. Hapa ametajwa kaumu tatu. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. hawajai kujenga na kutengenezwa kama hivyo katika miji yote. Halafu katajani wa thamud alladhina jabu sakhra bilwad, aya moja tu. Au thamud na thamud alladhina jabu sakhra, waliochonga majabali. Thamud waliochonga, ukiona sakhra ni jiwe kubwa au jabali inatumika, na ukiona jibal nasema milima lakini wakati mwingine zote nakwambia ni cliff au mountains na sio kwa kizungu. Lakini hasa hapa ukisikia jibal imetajwa, basi mara nyingi wafasiri wetu kama kitabu cha Sheikh Abdullah Saleh Farsi na cha Ali Muhsin na wengineo wanapozungumza jibal, watara jibala tahsabuha jamida, utaona milima, utaona kama kwamba imetulia, wa hiya tamurru marra sahab, nayo inazunguka mizunguko kama inavyokwenda mawingu. Kwa hivyo kitumika jibali yani nini milima, na inapotumika sakhra unakusudia majabali. Wa thamud alladhina jabu sio loleta, jabu yani waliochonga wakafanya majumba, wakavunja mawe kwa nguvu zao na zana zao walikuwa wakitumia. Jabu sakhra bilwadi, katika mabonde yao walivunja wakafanya majumba yao katika nini, katika majabali. jabu sakhra bilwadi. Bas aya moja, wa thamud alladhina jabu sakhra bilwadi. Alipotaja Firaun, wa Firauna dhil autad, na Firauna vizazi mwenye vigingi nini, walosema vigingi maguu ya nini ya kiti chake cha ufalme, ambacho ndio kilichomthibitisha mpaka akajifanya Mungu. Wengine wakasema dhil autad, tegemeo wanalotegemea nao nini, ni jeshi lake kubwa lenye kufanya chochote anachokitaka na kufanya dhulma atakayo, wala hakuna anayemweza. Firauni ndio Firauni tu. Kwa hivyo Firauna dhil autad, alwatad vigingi, pigs zoni fix nini, mahema, sawa na vigingi, maana yake kuthibitisha. Na wasema waljibala autada, akaumba nini, milima ina vigingi ya nini, imekwenda chini deep mara 8 10 10 zaidi kuliko unakwenda juu. Ukiona futi 3000 juu, basi ujue chini zaidi ya futi 1030. Naam. Kwa nini? Kwa sababu kuthibitisha watad nini, vigingi au ndo nini, vitu vya kuzuia. Wa thamuda wa Firauna dhil autad, mwenye vigingi. Alete maana Firauna mwenye vigingi ana khema atakufunga, la, lakini nini, alwatad ilomthibitisha katika kiti chake. Tazama lugha iliyotumika hii rai ya baadhi ya ulama katika kufasiri aya kwamba nini, ilomthibitisha katika ufalme wake na kujifanya Mungu kwa ajili ya jeshi kubwa alikuwa nalo, jeshi kubwa alikuwa nalo, na akifanya dhulma akionea atakavyo akifanya. Wa Firauna dhil autad alladhina. Sasa hapa ukiona aya 11, alladhina taghaw fil bilad, hawa alladhina inarudi kwa wote aina tatu. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد aina pili, sio? Wa Firauna dhil autad, na Firauna alikuwa na jeshi kali, alikuwa na nini, alijithibitisha uzuri katika maisha yake, katika ufalme wake na uungu wake, astaghfirullah. Sawa. Halafu baadaye wote hawa aina tatu na wengineo walofanya dhulma na uonevu na jeuri na kufuru na kutokumtii Mwenyezi Mungu, hao alladhina taghaw,
hawa ni aina tatu alladhina taghaw fil bilad, ambao wale ambao nini walifanya tughyan na jeuri katika miji, katika nchi, fil bilad. Wamefanya nini? Wamefanya jeuri na dhulma. Alladhina taghaw, at-tughyan ni dhulma na jeuri na uonevu. Alladhina taghaw fil bilad, ambao walifanya jeuri katika nchi. Ingelikuwa nakusudia Firaun peke yake, ingelikuwa alladhi tagha fil bilad, alladhi tagha fil bilad, ingekuwa Firaun peke yake. Kwa hivyo hii aya haimhusu Firaun peke yake. Firaun na nani, Ad na Thamud, wote hao alladhina, wao ambao wote alladhina taghaw fil bilad faaktharu fiha alfasad, wakakithirisha wakazidisha fiha, humu ndani yake, alfasad, fisadi, wapindukia mipaka katika ufisadi. Alladhina taghaw fil bilad faaktharu fiha alfasad. Nini kimetokezea? Sabba alaihim rabbuka sawta adhab, fasabba alaihim rabbuka sawta adhab. Fasabba, mimi napenda kwenda neno halafu nikakupeni maana kwa ujumla, kwa sababu mimi upate kuona utamu wa maana ya kila neno. Fa basi sabba, sabba maana yake fasabba, kuamiminia, yasubu, kama unamimina maji au katika kikombe au katika nini, sabba. Fasabba alaihim, juu yao, rabbuka, mola wako mlezi. Saut ni bakora ile ni ya ule nini unaitwa ule mjele ule kupiga ule ule unaitwa sauta. Sauti yake ilikuwa ikiwapa adhabu. Kwa hivyo ukitaka tafsiri, usitafsiri neno fasabba alayhim kama amemiminia adhabu juu adhabu. Fasabba alayhim rabbuka sauta adhab, basi mola wako mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu. Mola wako mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu. Ya nini? Kwa kuwa kila mmoja adhabu yake kaiona aina yake. Alipigwa na upepo mkali, alogharikishwa na maji, alozamishwa kama Firauni, alitoa rihin sarsarin, kama watu wa Thamud, sio? Na kila moja na aina yake ya nini, ya maangamizi. Lakini hapa yote haya yanakuambia inna rabbaka la bil mirsad. Inna rabbaka la, inna na la, hakika, bila shaka, inna hakika, rabbaka, mola wako mlezi, la, bila shaka, bil mirsad, yumo kwenye al-mirsad. Nini maana ya mirsad? Yumo kwenye mavizio, anavizia tu, anaperemba tu, anatazama tu, ana nini, daima akifika wakati, ikifika wakati wa kumkamata nguvu, anakamata, anapa muhla, anapururia, anapa muda, lakini hawachi, anatazama. Hapa unapata kauli ya mirsad. Leo nini inatumika neno mirsad? Mirsad, irsad aljawi wanatumia, meteorological department, ya kutazama na kuchunguza upepo, mvua, humidity, pressure, air pressure, na vitu vyote hivi vinavyotazamwa kama airport au sema meteorological department, ya kutaka kujua hali ya hewa ya kila aina, sio? Sasa hao wanaitwa meteorology. Irsad kwa Kiarabu ita irsad aljawi, irsad yani unaweka zana zinachunguza tu namna gani upepo unabadilika, mvua inaponyesha, ukavu, au sio? Vitu hivi vinaitwa. Kwa hivyo irsad, inna rabbaka la bil mirsad, maana nini? Mola wako yumo katika nini? Kumtazama na kumchunguza. Wazungu sikiza tumia neno wako katika under reconnaissance, katika nini? Katika uchunguzi. Vyombo viko juu vinatazama tu, makamera na nini au sio, vinachunguza mambo yanavyokwenda katika nchi nyinginezo, katika mambo mbalimbali, asili hii inaitwa nini? Mirsad. Kwa hivyo hapa inna rabbaka bil mirsad, mola wako anawavizia tu, anatizama, hakika anaviangalia vitendo vya watu hawa,
na anahisabia na atakuja kuwalipa kwa vitendo vyao wanavyofanya adhabu. Hiyo ndio maana yake inna rabbaka labil mirsad. Aya hii inafunga sehemu ya pili ya mazungumzo. Sehemu ya mwanzo ilikuwa viapo na kutuonesha namna gani muhimu wa viapo hivi. Sehemu ya pili ni kuelezea aina tatu za kaumu za zamani, namna jeuri zao walizofanya na uwezo wao mkubwa waliokuwa nao, na hawa wote hawa Mwenyezi Mungu Mola wako akawatia sauti adhabu, akawatia adabu, akaangamiza. Kamalizia kwa sentence hapa nini au aya inasema nini? Inna rabbaka labil mirsad. Hakika Mola wako yupo katika kuwachunguza na kuwatazama na kuwaperemba na kuwapa muda. Naeleza sasa inna rabbaka labil mirsad kwa lugha mbalimbali, kwa maneno mbalimbali, ili nini? Ufahamu kwamba hakuna kitu kinachopita katika nini hadrati ilahi, katika nini, katika uchunguzi wa malaika walioweka kuchunguza mambo, bali Mwenyezi Mungu anajua vitu vyote. Kwa hivyo hapa inatosha kwa kufahamu haya. Bihadha naktafi, wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.